Karibu mtazamaji wa Mtanange TV, tuendelee kuzungumza michezo kwa kubwa zaidi. Langu jina ni Salome Naftari, nyuma kamera ni Kenny Junior. Tuko hapa na shabiki na mwanachama wa Simba Mikoi Kisugu kuendelea kuyazungumza mengi ya kimichezo, lakini bado ambalo limeshika kasi na hatamu ni kuhusiana na swala zima la kocha. Makocha wengi wanatajwa kutoa mitaa ya Msimbazi. Mara ya mwisho tumezungumza na Kisugu, alituambia tayari kocha wa Simba alitua usiku kabisa. Tuko hapa kuzungumza majina ambayo yanatajwa. Kuna kocha pia tayari ametua Bongo na picha zake zimeonekana. Je, ni huyo alimzungumza ama ni mwingine? Kisugu, mambo vipi? Safi Mtanange. Uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama na afya njema. Mwezi tarehe 1 kabisa mwezi wa 10, kwako umepokeaje kwanza? Kwanza nimepokea kwa furaha kuona namna ambavyo naingia katika mwezi wa 10 tarehe 1 nikiwa na afya njema, lakini jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi naamini siku zote mtaji wa mtu kama Kisugu ni afya njema kuamka. Kwa hiyo siku nyingine imebadilika, mwezi mwingine umebadilika, tarehe nyingine mpya, kwa maana tarehe 1 mwezi wa 10 ni kumshukuru Mungu. Huu tarehe 1 mwezi wa 10 ni mwaka niseme kwamba ni mwezi ambao unaingia kwenye historia kubwa. Okay. Leo hii tunakwenda kwenye ligi ya NBC, lakini pia tuko kwenye mchaka mambo mengine, lakini mwisho wa siku mimi naamini kwamba Mwenyezi Mungu kila kitu atatusimamia, kila jambo litakwenda vizuri sana. Sawa. Mara mwisho tulivyozungumza ulisema kwamba kocha mkuu tayari ametua Tanzania usiku. Lakini kwanza tuanze kwa kocha mmoja ambaye anatajwa kuhitajika na Simba. Wengine wanasema mbali zaidi kwamba ameshamalizana. Ni kocha wa JKT Tanzania, anafahamika kama Ahmad Ali. Hii taarifa umeisikia na kwako umeipokeaje? Kwanza niseme Ahmad Ali ni mmoja katika vijana wa Kitanzania wazawa, kocha ambao mwenye uwezo mkubwa. Mimi naamini namna ambavyo performance yake katika timu ambavyo JKT Tanzania, lakini niwaambie tu wana Simba na mashabiki wa Simba kitu ambacho mimi ninachokijua kama Kisugu, Ahmad Ali hakuna mazungumzo yote yaliyofanyika kati yake na klabu ya Simba. Hakuna. Klabu ya Simba ni klabu kubwa, ni klabu ambayo inaendesha mambo yake kikubwa, na siku zote wanapenda kusema, niwaambie mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba, wadau wa football, wanapotaka kupata taarifa sahihi za klabu ya Simba ni kuingia tu kwenye peji za Simba. Unaweka shilingi 2000 unakwenda kupakua app ya Simba, unapata taarifa za Simba. Wasiwe na pressure, kila kitu kiko vizuri, kila kitu kinakwenda sawa sawa. Jemedari Clatous Magori mimi naamini kwamba anaendesha timu kwa weledi, jambo likiwa sawa. Tutatoka hewani Ahmed Ali atawaambia wana Simba kocha Simba ni nani, lakini Ahmed Ali sio kocha Simba. Sio kocha wa Simba kwa sababu hizi ni tetesi, na kwenye football huwa hatuzizui tetesi. Ndio sehemu pia ya mpira, na mara nyingi tetesi zinakuwepo na inakuwa ni kweli. Zilikuwa tetesi za kocha Fadu na kweli zikatokea na zikawa ni kweli. Kuna watu wanasema kwamba tayari Simba wana mazungumzo na kocha Ahmad Ali. Tuje hapa, kama itakuwa ni kweli, itakuwa ni sahihi, Simba wanamhitaji ama wanahitaji huduma ya huyo kocha kama kocha msaidizi. Wengine wameenda mbali zaidi na kusema kwamba aaminiwe apewe kocha kama kocha mkuu. Salome, nafikiri nimeshajibu. Nimesema hakuna mazungumzo yoyote kati ya Simba na Ahmed Ali. Lakini mimi na appreciate uwezo wake. Na Simba sote tuna appreciate uwezo wake. Moja ni kijana ambalo hata taifa ilifika muda lilimwamini kwenda kumkabidhi timu ya taifa ya Tanzania. Maana yake mpaka taifa linapokwenda kukuamini, kukupa dhamana kwenda kuisimamia national team, maana yake taifa limeappreciate kile kitu ambacho unafanyaje? Unachokifanya. Mimi naamini ni mwalimu mzuri, ni mwalimu bora na ana uwezo mkubwa. Lakini siamini kama kuna mazungumzo kati ya Ahmed na Simba Sports. Kama yatakuwepo. Leo hii kocha msaidizi wa Simba Sports ni Suleiman Matola. Lakini niseme jambo moja tu kwa watu wa football, niwakumbushe mpira wa kisasa, technical bench, kocha mkuu ndio anapendekeza nani amsaidie. Hakuna football ya sasa. Uongozi ndio ukampangia kocha mkuu nani amsaidie. Kwa hiyo mnapokwenda kuzungumza mkataba na kocha, viko vitu viwili vinaelezeka juu ya mwalimu. Cha kwanza anasema mwalimu nataka kuja na package yangu. Manake mtu wa physical fitness, mtu wa analysis, mtu sio msaidizi wake, kila eneo anakuja. Au unaweza kumkuta mwalimu mwingine akasema nahitaji kuja mimi, je, kocha msaidizi mnaye? Management inachofanya wao inawapendekeza.
makocha wasaidizi ambao wao wana imani kwamba wanaweza kufanyaje kumsaidia. Wakishatoa pendekezo wanapeleka kwa mwalimu, mwalimu anafanya research juu ya watu ambao wanafanyaje aliyopewa, kwamba nani na nani anastahili kuja kunisaidia juu ya kazi yangu. Naamini ulichokizungumza kwenye tetesi kwenye football zipo. Kuna muda inawezekana tetesi ikawa kweli na kuna muda tetesi zikawa sio kweli. Lakini mimi binafsi niseme, namwamini sana Ahmed, performance yake. Pili, ndio kocha ambaye ametengeneza historia nzuri kwenye ligi ya NBC, watu wengi hawajui. Historia gani? Ndio kocha ambaye mwaka jana kwenye ligi ya NBC timu yake ya JKT Tanzania haijamgusa mwanzo wa ligi mpaka mwisho wa ligi. Na ndio kocha ambaye ametengeneza historia kwenye ligi ya NBC. Timu imemwamini kwenye muhula wa kwanza na imekwenda kumwamini kwenye muhula wa pili. Mwaka jana kwenye historia, sikiliza vizuri Salome, makocha watatu ndio walifukuzwa kwenye timu. Unakwenda kumzungumzia Ahmed, unaenda kumzungumzia Maxime wa nani Dodoma Jiji, unakwenda kumzungumzia Fadlu Davis. Lakini hawa pia historia yao imekwenda imegota hapa, ambao wao kwenye ligi ya NBC msimu wa pili wameondoka kwenye zile timu. JKT Tanzania bado wanaye Ahmed. Nini maana yake? Good coach. Kocha bora. Tetesi tunaizungumza ambao umeikwepa na kusema kwamba hakuna mazungumzo yote kati ya Simba pamoja na kocha Ahmed Ally. Tuje kwenye hapa. Ni kocha ambaye anaweza kuwa sahihi kuja kwenye mitaa ya Simba na kuaminiwa kuwa kama kocha mkuu, kabla tujaenda kuzungumza majina ama kocha wengine ambao wanatajwa? Simba ni klabu kubwa. Ina malengo makubwa. Waliokabidhiwa dhamana ndio wanajua malengo ya Simba. Wao ndio wanaona nani tunaweza tukampa hii dhamana ili kwenda kukamilisha matakwa ya Simba. Wao tuliwapa dhamana na kwenda kutusimamia, ambaye tunakwenda kumzungumzia mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba Clatous Magori. Akikaa chini akaona CV na weledi za Ahmed zinastahili kuiongoza Simba na kuipeleka kwenye mafanikio. Kisugu no doubt. Kisugu? No doubt. No doubt. Lakini makocha wazawa hawaaminiwi kwa kiasi kikubwa. Mtu akiona tu ni kocha mzawa kwenye hizi timu za Simba na Yanga, mashabiki nadhani ni kitu ambacho wanakichukulia cha kawaida sana, wanaona kama sio sahihi. Mimi binafsi niseme, na imani sana na makocha wazawa. Binafsi na imani sana. Historia sahihi ya football kwenye vilabu vyetu vikubwa hii, kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, za kwanza makocha wazawa ndio walikwenda kutengeneza historia hizi kubwa. 1993 Simba anakwenda kucheza fainali ya kafu dhidi ya Stella Abidjan ya Ivory Coast. Kocha mzawa Abdallah Kibaden Mputa. Taifa la Tanzania hili linakwenda kufaulu kwa mara mbili mfululizo back to back kwenye mashindano ya AFCON. Kocha wa timu ya taifa mzawa. Kwa hiyo Salome, mimi ukiniambia kama mimi na imani na naamini sana kocha wazao uwezo wao. Tuamini. Tukisha kuamini, tuwape facility zote ambazo zinastahili mwalimu kufanyaje? Kupewa. Mimi naamini kama tunaamini katika hili, wana uwezo wa kuzifusha vilabu vyetu hivi. Leo hii tuna kocha wa national team anaitwa Ahmed Morocco. Hemedi ana historia kubwa kuliko kocha yoyote mgeni aliyokuja kwenye nchi kufundisha national team. Juzi ameonyesha experience yake kubwa, kakabidhiwa timu siku 4, timu ambayo inatakiwa kuqualify, timu kubwa katika mashindano makubwa, lakini anasema nipeni dhamana. Kusudio lenu nini akina Magoli? Kuiona timu inakwenda kufanya vizuri katika huu mchezo na timu inakwenda kuqualify. Simba amefanyaje chini ya Ahmed Morocco? Amesonga mbele. Sio kwa kusonga maneno, na namna hata timu yake alivyokwenda kuipanga, kuna ubunifu mkubwa amefanyaje? Ameufanya. Tumecheza na Gaborone ya Botswana kule kwao. Fubeki ya kushoto alianza na Nabi Kamara. Lakini
Hemed Morocco anaanza na Mligo. Subira vizuri. Akaenda kufanya changing kwenye midfield pale. Akaikwa kijana ambaye sasa hivi ndio imekuwa nyimbo ya kuimbwa katika taifa hili. Kwa mimi naamini sana kocha wazao. Tuwaamini, tuwape facility zote zinazohitajika. Mimi na imani wanaweza kufanya kazi vizuri. Mikoi Kisugu, jina jingine ambalo limeshika kasi na kutajwa kwa kubwa ni Miguel Gamondi ambaye ni kocha sasa hivi wa Singida Black Stars, aliwahi pia kuhudumu Young Africans. Ni moja kati ya majina ambayo yametajwa kwa kiasi kikubwa kutua viunga vya Simba. Tuje kumzungumzia kocha Miguel Gamondi. Atakuwa ni kocha sahihi kwa upande wenu Simba? Kama taarifa zitakuwa za kweli. Dada yangu Mama Doris wa Demwai aliwahi kunambia. Na moja kwa nini alinambia haya maneno na kwenda kuzungumza? Nilikuwa na shida ya kifamilia nikaenda nikazungumza naye. Mwisho wa siku alinambia mdogo wangu ukubwa Jalala. Ukubwa? Jalala. Yaani ukiwa mkubwa we kubali tu. Kutupiwa na nili. Kubali tu. Chochote. Leo hii ukubwa wa Simba tumekuwa kama Jalala, kila mtu anatutupia tu. Mara Gamondi, mara sui Nabi, mara sui nani, yote kwa sababu Simba kwa ukubwa wetu. Lakini niwaambia kina Mtanange, msiwe na hofu. Contract ya kocha wa Simba ameshaingia. Kilichobakia ni kumtangaza na muda si mwingi. Ninyi waandishi, Ahmed Ali atawaita na sikuwe makini. Kwa ukubwa wa kocha huyu anayekwenda kutangazwa, yawezekana maiki zenu zikapasuka. Tuje vizuri, kwa ukubwa wa kocha atakayetangazwa. Ana sifa zote. Kocha mkubwa kwa CV. Amefanya vitu vikubwa katika mashindano ya shirikisho pamoja na Champions League, lakini amefundisha vilabu vikubwa katika bara la Afrika kwa mafanikio makubwa. Hizo ndo sifa zake. Yes. Sio mnene na wala sio mwembamba. Sio mfupi na wala sio mrefu wa kufanyaje? Wa kutisha. Huyo ndo kocha wa Simba. Sio mnene wala sio mwembamba. Sio mrefu na wala sio mfupi. Kati kwa kati. Mwana muona na Sweden Nabi. Alafu ana maji ya kunde, sio mweupe na wala sio mweusi. Mikoi Kisugu, Gamondi, kwa nini hatajwe sana kuhusishwa na nyie? Nimesema ukubwa wetu. Leo kabla hujaniuliza Gamondi, umeniuliza Ahmed. Anahusishwa na Simba. Leo nakuja Gamondi unanishia na Simba. Hivi tukimaliza kipande hiki utaniambia Nabi kafika na anahusishwa na nani? Na Simba. Kwa ukubwa wetu. Lakini management ya Simba iko makini katika hili. Wanajua dhamira na nia ya Simba mwaka huu Champions League ni kwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Tunahitaji mwalimu mwenye uzoefu mkubwa na haya mashindano. Tunahitaji mwalimu ambaye anajua historia ya soka kwenye bara la Afrika. Tunahitaji mwalimu ambaye yeye dhamira na nia yake kwanza kabla hajaangalia maisha yake anahitaji mafanikio kwenye football. Ndio kocha anayekuja Simba. Baba Nabi tayari ametua. Mwache atuwe, Tanzania njema atakaye naje. Nchi yenye amani, nchi yenye upendo chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano. Sifa unazozitaja ni kama zinamgusa kidogo na Sidi Nabi. Mnatamani kumuona pia akija kwenu? Sasa mimi nimetoa sifa. Wewe umekwenda kumuhusisha naye. Mimi hilo nikukataze? Nikukataze Salome? Siwezi kukataza hata siku moja. Lakini si Nabi. Kati ya majina haya matatu ambayo nimeyasogeza kwako, hakuna. Mikoi Kisugu. Hakuna. Kama litakuwepo? Hakuna. Kama litakuwepo. Tayari ndio litakuwa limeshakuwepo lakini hakuna. Yaani tayari litakuwa limeshakuwepo lakini hakuna. Yes. Haiwezekani. Yaani wewe Mtanange usichimbe ukaamini kwamba mimi nitakutajia, lakini katika majina hayo hayapo. Hayupo. Kocha Nabi hayupo. Hayupo. Kocha Gamondi hayupo. Na kocha tayari ameshatua. Yes. Yupo hoteli ambayo iko karibu na bahari. Yuko kwenye floor ya 8 anakula upepo. Yaani sasa hivi kazi yake kila akikaa
anaangalia ligi NBC, anaangalia quality ya wachezaji wake, anaangalia wapi kwamba Mwalimu Fadlu alipoishia na anaangalia wapi inahitajika kwenda kuanzia, lakini yupo kocha Katua. Yes, anaosubiri wasaidizi wake tu. Majina matatu nitakufuata kama jina moja litakuwepo. Na nitakupa zawadi. Utanipa zawadi. Yes. Sawa, naisubiri. Mikoa Kisogo, ligi imeonekana kuwa ngumu sana hapo jana, wapinzani wenu. Kabla tujienda kuzungumza mchezo wenu wa leo dhidi ya Namungo FC, kuona namna gani msimu huu mambo yako tight. Jana Mbeya City wamembana mbavu Young Africans akiwa ugenini. Ulitazama ule mchezo. Umeuona ugumu wa ligi namna ambavyo upo, ama Young Africans kikosi kimepwaya? Kwanza niseme kitu kimoja. Watanzania wengi jana labda ndio wamegundua labda kwamba tuna ligi ngumu baada ya Yanga kusuru. Lakini mimi naamini tuna ligi ngumu toka mchezo wa kwanza namna ambavyo ligi yetu NBC ilivyoanza. Lakini ugumu huu wa ligi yetu sijautambua kwa mwaka huu tu, niliutambua hata mwaka jana. Na moja ya sababu pale ambapo shirikisho la mpira barani Afrika walipokwenda ku appreciate kuona namna ambavyo ligi yetu ya 5 kwa ubora, nikajua ligi yetu ina kitu. Moja katika vigezo ili uwe bora lazima una ligi ya ushindani. Kwa sisi tuna ligi ya ushindani. Leo hii nyinyi mnaangalia kwa sababu Dar es Salaam Young Africans amekwenda amesuru, lakini hamkuangalia Azam Football Club anakwenda kumfunga Mbeya City goli 2 katika uwanja wa Chamazi Complex. Maji zaidi ya lita 20 watu walikuwa wanakunywa kila ukicha. Kila ukicha. Kila ukicha. Shule ilikuwa pevu. Kwa mimi niseme si mechi ya jana tu, bali niseme tuna ligi kubwa ya ushindani. Na niwahusie vilabu vikubwa hivi waache kuishi kwa mazoea. Leo hii ili kutaka kujua ligi ya ushindani, ukenda Azam Football Club unakwenda kutana na Ibenge. Ukenda KMC Masimo. Ukenda Namungo Juma Ramadhani Mgunda. Ukenda Singida Black Star Gamondi. Hii inakuashiria namna ambavyo ligi yetu ilivyokuwa ngumu. Kwa hiyo kama endapo tutaendelea kuishi kwa mazoea, itafika mahala tutalia kilio cha mbwa mdomo juu. Lakini ujumbe ni wape? Taarifa kwa umma. Vilabu vyote vinavyoshiriki kwenye ligi ya NBC, bingwa wa ligi ya NBC tayari ameshapatikana ni Simba Sports. Bingwa NBC? Simba Sports. Ambaye amecheza mchezo mmoja tu. Bingwa wa mwaka huu 25-26 ligi ya NBC ni Simba Sports. Baada ya wenzenu kutoa suluhu ama nini hasa nimesema zamani, malengo, mipango, matumaini ya wana Simba kuona namna ambavyo Simba anakuwa bingwa wa ligi ya NBC. Hizi ni kauli ambazo mlikuwa mmezizungumza mara 4 mfululizo na mkapoteza huo ubingwa Kisugu. Yaliyopita si ndio ile tuganga yajayo. Nini kinabadilika kwenye hii kauli kuona kwamba itaenda kufanikiwa? Moja, mimi naamini tumeongeza quality players Simba Sports kwenye ligi ya NBC. Lakini pili, tuna management ambayo kwa namna moja au nyingine inakwenda kupambana kuhakikisha Simba inarudi furaha. Lakini tatu, mimi naamini kwenye kocha ambaye tunakwenda kumtangaza quality player kwa uwezo wake aliokuwa nao, tunakwenda kuchukua ubingwa wa ligi ya NBC. Ndio hivyo. Mikoa Kisugu ulizungumza na kusema kwamba ndani ya wiki hizi 2 kuna kocha wa timu kubwa atapewa mkono wa kwaheri. Ndio kitu ambacho tungishuhudia hapo jana baada ya kulalamikiwa performance ya timu yake kocha wa Young Africans Romain Folz, na sasa ameenda kutoa sare. Ndio kocha alikuwa anamzungumzia? Hapana. Ya Ngoswe mwachie Ngoswe. Lakini kauli yangu sijafute kwa pale pale. Kwamba yuko kocha ndani ya wiki 2 nimesema kuanzia ile majuzi hatakuwa katika. Kocha wa Young Africans analalamikiwa sana. Wanalalamikia sio watu wa mpira au Salome. Lakini mimi namappreciate sana jamaa bonge la mwalimu. Na moja katika mwalimu ambaye mimi naamini katika miaka 15 iliyopita Dar es Salaam Young Africans hawajapata mwalimu bora kama huyu. Mikoa Kisugu. Kama mnataka kuwa challenge wenzenu wa kupitia mazito afu nyewe kumfurahi. Moja katika watu ambao waliohusika kupitia CV za mwalimu kukubali uwezo wa mwalimu wake ni kijana wangu Ali Shaban Kamwe. Sasa Ali kwa sababu yeye ni mwalimu amekwenda kudhibitisha Folz ni mwalimu, kwa nini aondoke kwenye mechi 10 ambazo yote Yanga wamepata matokeo? Kikosi kinasuasua. Kinasuasua anapata matokeo. Watu waelewi namna kikosi kinacheza. Mimi naamini kwamba management ya Yanga
Kwa sababu mimi ni watani zangu na uwezo wa kuambia. Na uwezo wa kuwatania na kuwachalula. Lakini katika hili ninazungumza niko serious. Siko kwenye kuwachalula wala siko kwenye utani. Bonge la mwalimu aendelee kuvumilia. Kisugu, ni kama Simba mnafurahia kinachowapata wapinzani wenu, kuona kwamba wanacheza kweli mpira, kuna muda walikuwa wanapata matokeo lakini performance inaonekana kuwa ni mbovu hadi kufikia hapo jana sare ikahusika, lakini nyie ndio mnaonekana mnamtaka sana kocha kuona kwamba ni bora, basi mchukueni nyie. Hatuwezi anza kumchukua kocha ambaye alikuwa na mkataba na timu yake. Si mnavunja mkataba. Sawa, lakini mimi naamini kwamba Yanga hawataweza kubali kwenda kuvunja mkataba wa Force. Kwa sababu wanaamini ni mwalimu mzuri, wanaamini mwalimu ambaye ana uwezo mkubwa. Sisi kwa sababu watu wa mpira tuna appreciate katika kile ambacho mwalimu wa Yanga anafanyaje? Anachokifanya. Na ndio maana leo kupitia nyinyi mtanange, nimuombe sana kijana wangu, rafiki yangu wa karibu sana, Ali Shaban Kamwe. Kwa sababu yeye katika watu waliohusika kutoa mapendekezo ya mwalimu aje, basi endelee kusimamia msimamo wake, kumwamini kwamba mwalimu ana uwezo. Kocha asiguswe. Asiguswe. Asiguswe kocha. Kwa nini aguswe? Wewe ukitaka kuangalia bonge la mwalimu, nenda kaangalia substitution jana anazofanya, anamtoa Maxi. Timu inakwenda na pushi. Kwa kumtoa Maxi ni maamuzi magumu. Yes. Mwalimu kamuona kama Maxi Zingeli, njoo nje. Kamuingiza nani yule? Maxi akasikitika kwanza. Akamuingiza Edmund. Edmund John yule kijana, angalia alivyokuwa anatembea kwenye flanks. Anakwenda chini, anakwenda juu. Yule bonge la mwalimu Yanga waendelee kuishi naye. Umeionaje performance ya wapinzani wako hadi hivi sasa? Waliwafunga nyie kwenye ngao ya jamii, lakini pia wamecheza michuano ya ligi ya mabingwa. Performance yao nzuri, na ndio maana kwenye ligi ya NBC wana point 4. Na ndio maana nikasema mwalimu asimwache. Point 4 ni performance nzuri. Yes. Ni nzuri. Kuna watu wana moja, kuna watu hawana zero, na michezo cheza mitatu. Wewe uone kwamba wana point. Simba ni kumuona Young Africans anateseka. Salome, kuna tofauti sana. Sisi Yanga akiharibu hatufurahi bali tunacheka. Unajua kuna kucheka na kuna kufurahi. Nyie mnacheka. Sisi tunacheka. Kwa nini mnacheka? Si watani zetu. Wakaenda wakipata surusi tufanyeje? Tulie. Mna enjoy. Tunacheka. Kwa hiyo sisi tunaendelea kucheka. Ila leo usiku ndio tutakwenda kufurahi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sawa, tuje hapo ambako mtenda kufurahi dhidi ya Namungo FC. Sio timu ndogo, inasimamiwa na kocha Juma Ramadhani Mgunda. Unadhani utaenda kuwa ni mchezo aina gani? Tayari kikosi chako umeshakiona. Mchezo wa kwanza wa ligi mmeibuka na ushindi dhidi ya Fountain Gate FC mabao 3-0. Huu leo saa 2:15 usiku. Utaenda kuwa ni mchezo aina gani? Azam saa 3 kamili na kipindi chao pale. Kabla kile kipindi mtangazaji hajaanza kutangaza, lakini linakuja neno mshike. Ndio mchezo utakuwa leo usiku wa mshike. Kwa maana gani? Na nini hasa kitaenda kucheza? Ambazo tunakwenda kushuhudia zenye upinzani mkubwa kabisa, Simba Sports na Namungo Football. Mimi naamini moja katika timu bora katika ligi ya NBC na kwenda kuzungumzia Namungo FC. Historia ni kweli kwamba sisi tunakwenda kupata matokeo, lakini jasho na damu. Kujionea Waswahili wanasema kweli shetani anatoka, lakini kiti anabaki kuwa hoi. Kwa hiyo ni mchezo ambao mimi naamini utakuwa na upinzani mkubwa. Namungo nimeiona katika michezo yake miwili waliocheza. Moja katika timu ambayo ina vijana wana quality kubwa, wana spirit ya upambanaji, Namungo FC. Kwa hiyo Simba lazima tuende na tahadhari kubwa kwa kuheshimu Namungo, kuona namna ambavyo tunakwenda kukutana na mtu ambaye tunaoshiriki kwenye ligi moja NBC. Lakini mwisho wa siku dhamira ya Simba iweze kutimia mwaka huu kwenye ligi ya NBC, kwa maana kwa mabingwa lazima tukachukua point 3 kwa Namungo FC. Matokeo ya hapo jana wapinzani wenu kuna namna yamewapa tahadhari zaidi ya kuongeza. Sisi tahadhari tunayo kabla ya ligi. Sisi tahadhari tulianza baada ya kuona namna ambavyo shirikisho la mpira linakwenda kutangaza vikosi wachezaji wote waliosajiliwa katika mwaka huu kwenye vilabu vyao. Tukaamini, tukaona namna huu mwaka huu ushindani unakuwa mkubwa. Kwa hiyo maandalizi ya kwenda kucheza mechi kubwa kama hizi tayari yalikuwa shafanyaje? Tumeshajiandaa, lakini kikubwa ni uombe mashabiki wa Simba tukutane katika uwanja Benjamin Mkapa. Mara mchezo wa ligi wa kwanza kabisa tulishuhudia idadi ndogo ya mashabiki na ilikuwa ni mapema. Sasa hivi mechi inachezwa saa 2:15 usiku. Nadhani itakuwa rahisi kwa mashabiki wa Simba kufika kama mchezo ulikuwa mapema na walifika kwa udogo sana ama uchache sana. Kwanza lazima nikiri
kumekuwa na mapungufu makubwa wa washabiki wa Simba namna ambavyo kwenda kuishuhudia timu yao katika uwanja Benjamin Mkapa. Lakini kubwa niseme tu, Simba Sports, mashabiki wa Simba ndio moja ya sehemu ya furaha yetu. Leo hii tumeonyesha mfano mmoja mdogo tujuzi Coco Beach. Lilivyofungwa screen kubwa lile, mashabiki wa Simba walijaa wengi pale kwenda kushuhudia timu yao waliyakuwa wanaitazama kwenye TV. Sasa kama unatoka kule kwa wingi, tulikwenda kuiangalia kwenye TV Coco Beach, kwa nini leo tushindwe kwenda kuiangalia live katika uwanja Benjamin William Mkapa? Niwaombe sana mashabiki wa Simba, naamini kila mmoja na mtazamo wake kwenye timu, lakini mwisho wa siku lazima tujue kwenye mitazamo final ni kwenda kuisupport timu ili kuhakikisha na kwenda kupata matokeo mazuri. Na haya ninayozungumza mimi ni marejeo. Nafanya review ya yale ambayo yalorudiwa na mwenyekiti wa bodi aliyezungumza wakati tuko kule katika uwanja Bunju. Moja alisema ili Simba ipate mafanikio inahitaji umoja na ushirikiano. Moja ya Simba kwenda kutimiza malengo yake, lazima kila mmoja ajitoe kwenye nafasi yake, kwenye pati yake, aicheze kwa 100%. Sisi mashabiki pati yetu kubwa ni kwenda kuisupport timu katika uwanja Benjamin Mkapa. Twendeni kwa wingi. Mashabiki tutekeleze majukumu yetu. Timu kenda kuharibu tuwaambie nyinyi wachezaji mmeshindwa kutekeleza majukumu yenu. Simu ikishinda kifanya vibaya tuambie nyinyi viongozi mmeshindwa kutekeleza majukumu yenu. Lakini sifike mahala sisi tukawashtumu viongozi, wao wakatuuliza sisi, je, nyinyi majukumu yenu nayo mliyatimiza? Sisi mashabiki wa Simba, mimi na imani tutakwenda kutimiza majukumu yetu. Moja, tutakwenda katika uwanja Benjamin Mkapa. Lakini pili, mashabiki wa Simba wana nafasi ya kusaidiana. Kimwona shabiki mwenzake uwezo hana, chukua 1500 mpe. Mwambie mimi nimekaa bwana na nimebanwa sana nafasi, chukua 1500 au tiketi nenda kaishangaza. Mimi naamini kuna muda mwingine wachezaji hawa wanahitaji nguvu ya mashabiki ili wao spirit ya upambanaji inaongezeka. Juzi baada ya mechi ya Gaborone nilipata nafasi ya kuongea na captain wa Simba, Shomari Kapombe AK Baba Esther. Aliniambia brother, ni kweli ile mechi tumekwenda qualify, lakini kutokuwepo mashabiki wetu uwanjani ilituumiza katika mioyo yetu. Anasema ninyi mashabiki wa Simba ndio tunawategemea ninyi kwenda kutuongezea sisi nguvu ya upambanaji, kwa namna ambavyo mnavokaa juu ya majukwaa kutushangilia sisi, huwa kuna kitu kinaongezeka kwenye mindset, tunaendelea kwenda kupambana. Leo kila mshabiki wa Simba ana nia kuiona timu ya Simba na kwenda kuchukua ubingwa wa ligi. Lakini kama players hawa wanasema mashabiki kuna kitu mnatuongezea kuja kutufanyisha sisi kuongeza spirit ya upambanaji, kwa nini sisi tubaki nyumbani aliyakuwa kiingilio shilingi 5000? Mashabiki wakaisupport timu, tunamaliza. Slogan ya nguvu moja ndio inaanzia hapa. Inaanziaje hapa? Yuko Simba yuko Malawi, yuko Simba yuko Uganda, yuko Simba yuko Komoro, yuko Simba yuko Japan, yuko Simba yuko Marekani. Mtafute Simba mwenzako aliyekuwa Tanzania. Wewe uko mbali, mwambie shilingi 20,000 hii chukua na wana Simba wanne wapeleke katika uwanja Benjamin Mkapa kuisupport timu yetu. Sisi ni mashabiki bora, tusiondoke katika ubora wetu. Hapa naongea kwa msisitizo na kuwakumbusha, kwa sababu kwenye mashabiki bora ni sisi, na ukitaka takwimu nenda kwenye bodi ya ligi pale utaikuta. Leo tunakwenda kuonyesha ubora wetu katika uwanja Benjamin Mkapa, na inshallah tutakwenda kuchukua point 3 dhidi ya Namungo. Asante Mikoe. Asante sana.